So hi bestie. Kuna online saga inaendelea kuhusiana na Hamisa Mobeto. Leo muda wa mchana nimeona amepost kwenye Insta story yake akilalamika kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii ambacho yeye amekiita kama cyber bullying. So kwenye social media yake, Instagram to be precise, kwenye Insta story yake ameandika yafuatayo. Ameandika bullying and harassment imekuwa too much Tanzania. Mpaka imefikia hatua watu wameifanya kuwa kitu cha kawaida na hata kufurahia. Watu wengi hawajui damage wanayoweza kuweka kwenye moyo na akili ya mtu mwingine. Kisa tu wanataka page zao ziende, vipindi vyao vipate views, comments and content. Behind every screen kuna mtu mwenye hisia, familia na maisha yake. Sio kila kitu ni content, sio kila kitu ni cha kuchekwa, na sio kila attention inafaa kutafutwa kwa gharama ya kumuumiza mtu mwingine. Tujifunze kuwa na humanity, tujifunze kujua mipaka, kwa sababu unachokiona kama burudani au content kwako kinaweza kuwa maumivu makubwa sana kwa mtu mwingine. Bullying is not entertainment, harassment is not content, and hurting people should never be normalized. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo amepost kwenye Insta story yake, lakini pia amewatag TCRA, Mwana FA, Baba Kigan na Gwajima, hawa wakiwa ni mawaziri wa burudani, nadhani wa sanaa na burudani, lakini pia Gwajima akiwa waziri wa jinsia na watoto, nadhani something like that. I'm not too good kwenye politics. So mimi I want to say this. Mtu yeyote anayetaka kuwa maarufu, there's a price to pay. Hatusemi kwamba these celebrities hawana hisia, hawana nini, lakini this is a price you pay kwa kuwa maarufu. So kabla ya kuwa maarufu, I think we really need classes kwa watu ambao wanajiandaa kuwa maarufu au wanapenda kuwa celebrities, kwa sababu kuongelewa ni sehemu ya maisha ya celebrities. Watu wana pay attention to your life, every little detail watu watataka kujua. Ndio maana watu wengi maarufu, wanamuziki, wasanii wakubwa huwa wanaishia kutumia madawa ya kulevya na vitu vingine kama hivyo. We are not saying it's okay kubuli watu kwa sababu tu ni maarufu, wanahisia pia, lakini that's the price you pay kwa kuwa mtu maarufu. So nadhani kama Hamisa Mobeto angeweza kuichukulia hii kama okay, this is part of who I am, kwamba lazima niongelewe, lazima hizi vitu vinavyoendelea, that's a part of who I am, kwa sababu umaarufu huwa unakuja na gharama, na gharama ambayo mtu maarufu unailipa ni ya kuongelewa. There's no any other way around it. So mimi nasikitika sana kwa sababu ameongelea kitu kama inamcost afya yake ya akili, kwa sababu kuna page mbili ambazo amezitaja zinamuongelea sana na vitu vingine kama hivyo. Lakini I wish Hamisa angepata msaada wa kisaikolojia, I don't know, au angeweza kuongea na mtu ambaye akajaribu I know she's an intelligent woman, lakini kuna baadhi ya vitu anatakiwa afundishwe kwamba this is part of who you are. Yani there's no any other way around it. Huwezi kutegemea kwamba ni maarufu alafu watu wasikuzungumzie. Watakuzungumzia kwa mazuri, watakuzungumzia kwa mabaya. Kama ambavyo wanakuzungumzia kwa mazuri, ukifanya kitu chochote kizuri, ile attention ambayo unapata, unaona okay, I'm getting this attention na nini, unafurahi. Hivyo hivyo kubali kukosolewa, ukubali kufuatiliwa maisha yako na vitu vingine kama hivyo. So that's the story of the day. Ameandika vitu vingi sana ambavyo mimi personally nimemuonea huruma, kwa sababu inaonekana imemtouch. Vitu vingi vinaendelea kuongelewa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ndoa yake na Azizi Ki, lakini pia mamake mzazi ameingizwa pia kwenye hii saga inayoendelea. So that's it. I just wanted to talk about it. You want to be a celebrity? Pokea kila kitu kinachokuja na umaarufu. There's no any other way around it. Ciao. This is Wagala. Bye bye.